Bwana Yesu na asifiwe, mpenzi mtazamaji. Asubuhi ya leo na siku ya leo, ninatumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, na asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu ameweza na kukuamsha katika uso wa dunia akiwa na kusudi njema juu ya maisha yako, juu ya maisha yangu. Nikitumai kwamba umeweza na kumshukuru, nikitumai kwamba umeweza pia na kujipeana mbele zake ili siku yako ikawe ni ya baraka. Na kama huko bado umeweza na kufanya hayo, sisi hapa kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka tutaweza na kufanya hayo, lakini ya kwako usiweze na kusahau. Basi karibu sana tukaweza na kupokea mengi ambayo Roho Mtakatifu ameweza na kuandaa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, nayo ni kwa sababu yetu, ili tukaweza na kupokea na kubarikiwa. Mtumishi ambaye tuko naye tu ni Pastor Priscilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwanga, Machakos, Sub-Headquarters. Karibu tubarikiwe kwa pamoja. Mpendwa mtazamaji, ni siku nyingine njema ambao Mungu wetu ametupa uhai na akatutunikia neema na akatupa kibali chake tukaweze kuishi. Imegharimu mkono wa Mungu tukaweze kuishi mpaka siku ya leo. Tunasoma katika Mathayo sura ya 14 na mstari wa 6 hadi wa 7. Biblia inasema, hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakalo liomba. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunayo asante na shukrani kwako asubuhi ya leo. Neema yako ndio imetufikisha mahali ambapo tumefika. Hata kibali chako Mungu wetu ndicho kimetufikisha mahali tumefika. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako na mtazamaji wangu Mungu wetu. Ukatubariki sisi wote utakapokuwa unanena nasi kupitia kwa neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Tunasoma kama vile tumesoma hapo katika Mathayo sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 7, tunajifundisha kuhusu kibali. Tunapoona Biblia imesema ya kwamba Herode mfalme aliweka sikukuu ya kuzaliwa kwake, na mfalme akaalika wageni mashuhuri wawe pamoja naye. Na tunajua kwamba wageni walitumbuizwa na nyimbo na mziki wa kupendeza. Na katika wale waliokuwa anatumbuiza, tunaona kunaye binti wa Herodia. Herodia huyu alikuwa amechukuliwa na Herodi kutoka kwa ndugu yake awe mke wake. Kwa hivyo huyu binti akaweza kutumbuiza mbele ya wageni na akaweza kucheza. Na Biblia inasema ya kwamba alipocheza alimpendeza Herodi. Hii ni kumaanisha ya kwamba aliona kibali mbele ya mfalme. Katika kucheza kwake aliweza kupata kibali. Na alipopata kile kibali, Biblia inasema ya kwamba Herodi akamwaidia kwamba angempa chochote kile ambacho ataomba mbele zake. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunatambua ya kwamba wakati unapopata kibali, iwe umepata kibali mbele ya mkubwa wako, au umepata kibali kwa majirani wako, au umepata kibali katika biashara yako, au umepata kibali mbele ya watu wakuu, tunajua ya kwamba mambo mengi mazuri yanatendeka katika maisha yako. Lakini sana kile ambacho tunapaswa kulililia kama mpendwa mtazamaji, unapaswa kulia sana ili ukaweze kupata kibali mbele za uso wa Bwana. Maana wale waliopata kibali mbele za uso wa Bwana waliweza kufurahia maisha ambayo yalikuwa tofauti sana na maisha yale ambao walikuwa wanaishi hapo mbeleni. Huyu msichana binti Herodia, wakati alipocheza na kupata kibali mbele ya mfalme, tunajua ya kwamba aliweza kuahidiwa ya kwamba angepewa vitu vizuri, na hata alikuwa ameahidiwa ya kwamba angepewa nusu ya ufalme kama ingekuwa angeuliza hicho kitu mbele ya mfalme. Kumbuka
Kibali cha kipekee ambacho ni cha kupendeza sana ni kibali ambacho unaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Wale ambao walipata kibali mbele za Mungu, tunaona mfano wa Yusufu ambaye alipata kibali mbele za Mungu wakati alipokuwa mtumwa huko Misri, lakini akawa mkuu katika nchi ya Misri. Na tunaona pia kuna wengine walipata kibali mbele za uso wa Mungu. Tunaona mke wa Manoa ambaye alikuwa tasa, alipopata kibali mbele za uso wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba alipata mtoto shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipopata kibali, mtu wa ukoma, wale waliokuwa wakoma walipopata kibali mbele ya Mungu, kama huyu ambaye tunamuita Naaman alipopata kibali mbele ya uso wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba aliweza kupona. Esta alipopata kibali mbele za Mungu, alipofika mbele ya mfalme, aliweza kupewa ahadi yake, maana alikuwa anataka kuwakomboa watu wake, kwa maana walikuwa wamepata kibali mbele za Mungu. Wakati Abraham alipopata kibali mbele za Mungu, aliweza kuitwa rafiki wa Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, ni maombi yangu ya kwamba mpendwa utaweza kupokea kibali cha Mungu mbele zako, ili unapopata kile kibali utakuwa mbarikiwa. Kumbuka, unapopata kibali, iwe umepata kibali mbele za Mungu, au umepata kibali katika ofisi yako, au umepata kibali katika biashara yako, au umepata kibali katika kazi yako, au umepata kibali kwa mume wako au mke wako, au umepata kibali kutoka kwa majiri wako, usitumie kile kibali vibaya. Kama vile tunaona Herodia alitumia kibali cha mtoto wake vibaya. Wakati aliona mtoto wake amepata kibali mbele ya Herodi, alikitumia vibaya. Na unajua alifanya nini? Aliweza kuomba kichwa cha mtumishi wa Mungu. Jamani mpendwa mtazamaji, usichukue na usitumie vibaya kibali ambacho Mungu amekupatia. Ukipata kibali, tenda wema kwa watu wa Mungu. Ukipata kibali, wasaidie wanajamii. Ukipata kibali, wainue watu wako. Ukipata kibali, jenga nyumba ya Mungu. Ukipata kibali, wasaidie wasiojiweza. Ukipata kibali, wasaidie watu wa Mungu na uwaongoze vyema, maana kibali kikitumiwa vizuri kinaweza kuleta mabadiliko mazuri. Katika Luka sura ya 1 mstari wa 30, Biblia inasema hivi. Mstari wa 30 unasema, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Asubuhi ya leo, unapopata kibali cha wokovu, unapopata kibali cha pesa, unapopata kibali cha kupendeka, mpendwa mtazamaji, kitumie hicho kibali kufanikisha watu wa Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu. Kibali kinaleta mabadiliko mazuri katika maisha yetu. Na tuombe. Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya kibali chako ambacho unawapatia watu wako. Asante Mungu wetu, maana wataenda kukitumia kile kibali kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Mungu wetu na Baba yetu, ukatusaidie, ukatupe kibali chako, ukatupe neema yako Mungu wetu, ili tukafurahie maisha mazuri katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Fikiria kwa hekima kabla ya kuweza na kutoa maamuzi na hata kutoa ahadi. Usitake hisia zikaweze na kukutawala wakati ambapo unafanya maamuzi, wakati ambapo unatoa hata ahadi. Fikiria kwanza. Umeweza na kuona na kusikia vile ambavyo Herode Antipa alivyoweza na kutoa ahadi kwa sababu ya hisia, kwa sababu ya vile ambavyo aliweza na kufurahia huyu mbinti. Akaweza na kusema kwamba chochote kile ambacho utaweza na kuitisha ama kuhitaji. Akaweza na kuitishwa kitu ambacho hata hakufikiria kama huyo binti angeweza na kukiitisha ama kukitamka. Hivyo basi tujiangalie wakati ambapo unatoa ahadi. Ni kweli umeweza na kutumia hekima
Umeweza na kujifikiria mara 2 mara 3, ama umeweza na kuongea ama kutamka tu? Tufanye maamuzi yetu bila kufuata hisia zetu wakati ambapo tunafanya maamuzi. Ninaamini kwamba hilo fundisho limeweza na kukufundisha mengi ambayo unafaa, vile ambavyo unafaa kutumia hekima wakati ambapo unatoa ahadi, ama wakati ambapo hata unatoa maamuzi. Pastor, tumeshukuru, barikiwa na Mungu azidi na kukuongezea mengi. Ni kwa sababu yetu watazamaji wako. Bye bye.